Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie nyote na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu. Tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano, kuwaambia kinachoendelea kwenye shamba la vita maeneo tofauti mu province ya Nord Kivu na Sud Kivu, na tumewaletea taarifa mingi. Kama kawaida, unayoifuata ni Kwetu TV, channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, kucomment na kulike, kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na shene yetu ya WhatsApp kupitia linki ambayo iko hapo mu description. Ukishagusa kwenye titre utapata linki yetu ujiunge, au tuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka utakuwa napata taarifa zetu zote kwa wakati. Na habari zetu tutawapeleka moja kwa moja mu province ya Nord Kivu, territoire ya Masisi, kwenye ndege ya kivita Sukhoi ili bombarde tena ngome za wasi wa AFC M23 ndani ya eneo ya Kibanda karibu na Kasopo. Hapo ni musektere ya Oso Banyungu. Taarifa kutoka hapo wanasema kwamba ndege hiyo ya FARDC ilifika mu maeneo hayo 17h na ikaanza kubombarde position ama ngome za hao wasi wa AFC M23. Ndege hiyo ilifika hapo ikisaidia wanajeshi wa FARDC na vikosi vya wazalendo ambao walikuwa wakipigana na AFC M23. Wanajeshi wa AFC M23 walitoka maeneo ya Kasopo wakaenda kushambulia FARDC na wazalendo mu hayo maeneo ya Kibanda. Wakati mapigano yalikuwa yakiendelea hapo, ndege hiyo ya kivita ndipo ilifika hapo kusaidia vikosi vya FARDC na wazalendo ambao walikuwa muvita hapo chini, ikabombarde nafasi za AFC M23 maeneo hayo karibu na Kasopo. Na ndege hiyo ilisaidia sana wanajeshi wa FARDC pamoja na wazalendo, paske hapo kwenye front walifanikiwa kuwaripuse hao wasi wa AFC M23 wakawarudisha nyuma mpaka Kasopo. Kwa sasa eneo ya Kibanda iko mu mikono ya wazalendo pamoja na FARDC. AFC M23 ilikuwa imelansia ataki hapo kwa ajili ya kukamata eneo ya Buhimba na kuendelea kuwa karibu na Pinga, agglomeration ya Pinga inayopatikana mu Walikale, ila hawakufaulu, yani hawakufanikiwa. Wakati ndege hiyo iliintervenir hapo, wazalendo pamoja na vikosi vya FARDC viliweza kurepuse wasi hawa na kuwarudisha Kasopo. Hapo hali kwa sasa ni ya utulivu, eneo kabisa ziko mu mikono ya wazalendo na FARDC. Tukiendelea na taarifa zetu, tujielekeze mu province ya Sud Kivu, territoire ya Kawae, mu eneo ya Katana. Mu eneo hiyo ya Katana, asubuhi mapema samedi walipigana wazalendo na AFC M23. Mapigano hayo makali yaliripotiwa ndani ya eneo ya Chahoboka, pale ni 1 kilometre na Katana centre. Wazalendo hao ambao walikuwa muatake walipigana sana na AFC M23 me hawakufaulu kukamata Katana, na Katana inaendelea kabisa kuviziwa na wazalendo. Wazalendo nao wanataka eneo ya Katana inayokuwa karibu na Kavumu ili kukontrole route inayotoka Bukavu vers Goma, ile ambayo inapita hapo Kavumu Katana, maeneo ya Kale huko na Minova. Hapo ile route wazalendo wanataka kuikontrole tangu mwanzo wa mwezi wa 10. Mnakumbuka walikuwa wakipigana maeneo hayo ya Katana, maeneo karibu na Kavumu, na wanaendelea kufanya operation zao ili kuikamata route hiyo. Wanataka kuikamata route hiyo ili kufunga njia za AFC M23 zinazowafikisha maeneo ya Bukavu wakiwa wanatoka Goma. Na hapo ni avantage kwa wazalendo, wanaweza kuwa kabisa wako na 70% ya kuirekipere ville de Bukavu, paske wakiwa
wamefunga rute ya Katana pale. Ramforo zinazotoka maeneo ya Kalehe ni kukutana na wazalendo huko maeneo ya Katana. Watawafungia njia ya kufika Bukavu. Wanaweza kuwa na njia ya kupita ndani ya maji, na wakati wazalendo wanakontrole maeneo ya Katana hapo na maeneo ya Kavumu tayari na mule mulaki wanaweza kupashambulia kwa urahisi. Ramfort za AFC M23 ziwezi zikafikia Bukavu. Hapo Katana walipigana sasa, ila wakufaulu kuirekipere, walikuwa repuse, na baada ya kupigana pale saa za 12h vers 13h AFC M23 ikafanyisha mitingi Katana centre, na iko na ambia raia ya kwamba wapendi wakaji wanaotumikana na wazalendo watakao kamatwa watakutana na chamtemakuni. Mitingi hiyo ilifanyika kwa masaa mawili. Walikuwa wakiambia raia ya kwamba hapo Katana wazalendo wanaendelea kukuwa nafanya mashambulizi pale, na wanaona ya kwamba wakaji ndio ambao wako na wasaidia. Walikuwa wakiambia ya kwamba wakaji wajitenge na kusaidia wazalendo, kama sivyo watakao kamatwa ni balaa kwao. Habari zetu zinaendelea. Msemaji wa FARDC Prince Ekenge alishtumu waasi wa AFC M23 kwa kuendelea na uchokozi wao wa kushambulia nafasi za FARDC pamoja na wazalendo. Katika taarifa rasmi, msemaji wa jeshi Meja General Sylvain Ekenge alisisitiza kuwa kila siku muungano wa AFC M23 unaendelea kushambulia misimamo yetu na kukiuka utaratibu wa kusitisha mapigano. Alitoa wito kwa wawezeshaji wa mazungumzo hayo, yani Qatar na Etats-Unis d'Amerique, kuchukua hatua zinazohitajika mara moja katika kujibu kile alichokitaja kuwa nia ya kujitanua ya makundi ya waasi. Kashfa hii inakuja wakati michakato miwili ya kidiplomasia inafanyika kwa wakati mmoja. Mazungumzo ya Washington yakiongozwa na Marekani ili kufikia uondoaji wa kudumu kati ya Kongo na Rwanda, pamoja na mazungumzo ya Doha yaliyofanywa chini ya usimamizi wa Qatar ili kukuza ufumbo wa kisiasa wa mgogoro wa mashariki ya nchi. Kulingana na FARDC, kuendelea kwa uhasama kunadhoofisha maendeleo yanayotarajiwa ndani ya mifumo hii ya upatanishi na kutishia kuzidisha ukosefu wa utulivu katika eneo hilo. Jeshi la Kongo linasisitiza dhamira yake ya kulinda uadilifu wa eneo na kutoa mwitikio thabiti kutoka kwa washirika wa kimataifa. FARDC inashutumu kabisa AFC M23 kwa ukiukaji mkubwa wa usitishaji vita na kuwa wanaendelea kuendelea kukamata maeneo ya Kongo. Wakati wa taarifa hiyo, Sylvain Ekenge alisema ya kwamba kuna majenero wengi wa FARDC ambao kwa sasa wako mikono ya gouvernement ya Kongo, walishaka fungwa kabisa na gouvernement ya Kongo. Hao majenero alisema kwamba wako na liberté pale ambapo wako mu prison, me wanafungiwa eneo ambayo wako na liberté, na wanaweza kukuwa nafanya mavizite kwa familia zao, na alisema ya kwamba hawataachiliwa kwa urahisi. Aliafirme ya kwamba wanakamatwa na wanaendelea kukuwa mu mikono ya gouvernement. Alisema ya kwamba gouvernement inaendelea na ankete kuhusu hao majenero tofauti. Nikiwakumbusha ni majenero wengi kama yule generale ambaye alikuwa kiongozi wa 3e zone de defense, yule Masunzu, kuko wale wa general kama Peter Chiwewe, Christian Chiwewe na wengine tofauti. Mwanajua waliokamatwa, gouvernement iliafirmea kwamba wako mikono yao na ankete inaendelea kufanyika na wataachiliwa. Na washukuru sana, hizo ndizo taarifa ambazo nilikuwa nimewaletea, na waomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone. Asante.